Bwana asifiwe. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Karibishe jirani yako, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku ya Bwana ya kwanza wakati wa Kwaresima. Na wazo kuu ni kufunga. Toka kwenye kipindi hiki cha Kwaresima, ni fungo wa siku 40 kwa kanisa. Ni kipindi cha toba. Kanisa limeweka utaratibu huu wa Wakristo kufunga na kutulia mbele za Mungu na kujutia dhambi zetu ambazo tumezitenda, ili Mungu huyu mwenye rehema aweze kutusamehe. Bwana asifiwe. Warumi sura ya 3 mstari wa 22 na 23 anasema maneno haya. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 3 ule mstari wa 22 na 23 anasema maneno haya. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama Wakristo tusijaribu kujihesabia haki siku zote. Usijihesabie haki kwa sababu wewe ni Mkristo. Usijione huna hatia kwa sababu wewe ni Mkristo. Usijione huna dhambi kwa sababu wewe ni Mkristo. Usijihesabie haki. Mmenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Sasa Paulo anatuambia maneno haya. Anazungumza vizuri, anasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo na kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu ni nini? Utukufu maana yake ni uwepo wa Mungu. Kwa hiyo dhambi inapokaa kwenye maisha ya mtu, utukufu wa Mungu unapunguka, sio unaondoka, unapunguka. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema wote wamehesabiwa haki kwa njia ya imani kupitia nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo kupitia Yesu tunahesabiwa haki. Sasa tunapotenda dhambi, utukufu wa Mungu unapunguka. Ndivyo Biblia inavyosema. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zote ninawaambia Wakristo, yaani usijaribu kujihesabia haki unapoenda mbele za Mungu. Usijihesabie. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ngoja tuangalie maana ya neno hili kufunga. Kufunga ni hali ya mtu kujinyima au kujizuia kula chakula kwa muda fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hali ya mtu kujinyima au kujizuia kula chakula kwa muda fulani. Mara nyingi nyuma yake kunakuwa na lengo. Mmenisikia watu wa Mungu? Hakuna mtu yoyote anayefunga pasipokuwa na lengo. Lile neno lengo linaweza likawa nia ambayo mtu anayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Sasa kuna mifungo ya aina nyingi sana. Uko mfungo ambao mtu anaweza kafunga 3 kavu, hali kitu chochote. Uko mfungo ambao mtu anaweza akafunga siku 7 kuanzia saa 12 mpaka saa 12, alafu jioni anafungulia. Sasa iko aina nyingi, sio mahali pake hapa pa kuzungumza, lakini hapa tunaangalia wazukuri nasema kufunga, na tuko kwenye mfungo huu wa siku hizi 40. Mfungo huu lengo lake ni nini? Lengo lake ni toba kwa Mungu wetu, ili Mungu aweze kutusamehe. Unanisikia anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfungo huu wa Kwaresima lengo lake, yani nyuma yake, lengo lake ni sisi kutubu na kumwambia Mungu sisi ni wenye dhambi, tunaomba utusamehe, tumekukosea, tumefanya mambo yasiyokupendeza. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wengine wanajiuliza maswali. Wanasema kwa nini tunafunga? Na kwa nini tutubu wakati tumehesabiwa haki au tumesamehewa dhambi zetu? Kitendo cha Yesu kufa msalabani, tumesamehewa. Ni sawa kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni sawa kabisa. Lakini kwa nini tunafunga alafu tunafanya toba? Toba ndio kitu kinachomsogeza Mungu zaidi. Yaani kinamsogeza Mungu karibu zaidi kwenye maisha ya watu. Pasipo toba Mungu hawezi kusogea. Bwana asifiwe. Pasipo toba Mungu hawezi kusogea. Hawezi.
nini kinamleta kwako? Nilikwambia kwamba tafsiri ya neno toba maana yake ni kugeuka. Kama nilikuwa niko upande huu, ninageuka upande huu, ninaacha yale mambo mabaya yote, ninaamua kutembea na nani? Ninaamua kutembea na Mungu. Sasa nilikwambia kwamba kuna tofauti ya mtu aliyeokoka na mtu asiyeokoka. Kuna tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asiyeokoka yeye anaishi katika dhambi. Dhambi ni sehemu ya maisha yake, ndio maana hana cha kuogopa. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ina nafasi kwenye maisha yake. Mtu aliyeokoka haishi kwenye dhambi, lakini anaweza kutenda dhambi kwa sababu yeye ni mwanadamu. Ndio tunarudi Paulo aliposema kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapotubu, Mungu hugairi yale yanayokusudia kwetu. Mungu anagairi. Ngoja tuone mfano. Yona sura ya 3. Kitabu kile cha Yona sura ile ya 3 na mstari ule wa kwanza mpaka wa 10. Lakini mimi nitakusomea mistari michache. Nitasoma mstari wa 5 mpaka wa 8. Wewe utasoma kwa wakati wako. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 10. Ngoja tusome hapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maneno haya. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, na wageuke, kila mtu aache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Endelea wa 9 anasema hivi, ni nani ajuaye kwamba Mungu atageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali, ili msiangamizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka uone, unaona Mungu alimtuma Yona kwenda Ninawi kuhubiri. Kisoma hicho kitabu unaona ule anaeleza ule mji wa Ninawi kwamba ulikuwa umejaa nini? Umejaa uovu. Kwa hiyo Mungu akamtuma Yona aende kuhubiri kule. Na ukisoma unaona Yona alikimbia, hakutaka kwenda kule. Akaamua kupanda meli kwenda Tarishishi, lakini aliambiwa ende Ninawi. Katikati ya safari yake akapata misukosuko, alafu akasema nitupeni mimi, wakamtupa. Nyangumi akamchukua akaenda akamtupa nje ya mji ule pembezoni mwa bahari. Kwa hiyo akaingia kule akaenda akahubiri. Alipohubiri habari ikamfikia mfalme wa mji ule. Mfalme naye akatangaza kufunga. Sasa tangazo la mfalme lilikuwa na nguvu. Alisema mpaka wanyama nao wafanye nini? Wafunge. Alafu mstari wa 9 anasema ni nani ajuaye kama Mungu hatagairi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja wote Mungu. Sasa tunapotubu, Mungu huwa anageuka, alafu anakuwa karibu na sisi, anaanza kutusikiliza yale ambayo tunampelekea mahitaji yetu. Mimi nisikia wote Mungu anachoambia. Bwana asifiwe. Ngoja tusome hapa. Sikutaka kusoma hapa. Sasa nasukuma kusoma hapa. Isaya sura ile ya 59. Isaya sura ile ya 59 anasema maneno haya. Anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione, hata hataki kusikia. Angalia, tunapotenda dhambi zetu zinafanya Mungu anaficha uso wake, hataki kusikia. Umenisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunapofanya dhambi, Mungu tukiomba hatusikii. Asikii. Kwa nini asikii? Dhambi zinamfanya afiche uso wake. Tuko pamoja watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa baada ya wale watu kufunga, Mungu aligairi aliyokusudia kwenye mji gani? Kwenye mji wa Ninawi. Na hata kwenye maisha yetu. Ngoja nikwambie, hapo ulipo umekatwa kwa sababu ya neema ya Mungu, lakini shetani anakusudia kuangamiza. Iko neema ya Mungu kidogo inayokufunika. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kipindi hiki ni cha watu kutulia mbele za Mungu. Unanisikia ninachokwambia? Na kutaka kumsikia Mungu aseme wapi tumekosea. Lakini hawezi kusema kama hatujaenda mbele zake kwa kumwambia Mungu,
Sisi ni wenye dhambi. Hawezi kusema nataka kimya tu. Bwana asifiwe. Ngoja tuangalie mambo machache hapa. Tuangalie mambo yafuatayo. Tutakuwa na mambo mawili tu. Jambo la kwanza nimeandika hivi. Funga yetu iongozwe na Roho Mtakatifu. Kufunga kwetu kuongozwe na Roho Mtakatifu. Luka sura ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 7. Sura ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 7. Yako maneno mazuri hapa, anasema hivi. Na Yesu aliyejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Wakristo, funga yetu iongozwe na Roho Mtakatifu. Tunapofunga siku zote tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Watu wengi tunafunga, lakini tunafunga kidini na mazoea. Mmenisikia watu wa Mungu wanachoambia? Yaani Wakristo tulio wengi tunafunga, lakini tunafunga kidini na mazoea. Hakuna uongozi wa Roho Mtakatifu hapo katika kufunga kwetu. Mmenisikia watu wa Mungu wanachoambia? Angalia maneno haya, unamwona huyu ni Yesu. Na Biblia inasema hali amejaa Roho Mtakatifu. Akiwa wapi nyikani? Akiongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu katika kufunga kwake. Hata zilipotimia, Biblia inasema aliona njaa. Wewe ni nani? Kama Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu, na yeye ndiye aliyesema hadi nitawaletea Roho Mtakatifu, mimi na wewe ni nani? Kwa nini tusiongozwe na Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wengi sana unakuta wanafunga hii kwa lazima, wanafunga miaka nenda miaka rudi, miaka nenda miaka rudi, kwa sababu amezaliwa kwenye dhehebu lake, na kuna taratibu kila mwaka mara moja kwa mwaka anafunga siku zile 40. Anafunga kidini, anafunga na mazoea. Yaani kwamba itafika tu mwezi fulani ni kwa lazima okay nitafunga. Anafunga kidini na mazoea. Hakuna uongozi wa Roho Mtakatifu kwenye kufunga kwake. Hakuna. Na ndio maana unamuona hata akifunga hana utulivu, hana muda wa kusoma neno, hana muda wa kufanya maombi, lakini anasema amefanya nini? Amefunga. Watu wa namna hii huwa ninatazama, ninawaweka kwenye kundi la watu wanaoshinda na njaa, sio watu waliofunga. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa inawezekana mimi parishi yangu hakuna aliyefunga. Inawezekana. Yaani inawezekana hakuna aliyefunga. Sijasema hamjafunga, ila inaweze. Neno kuwezekana maana ni kitu ambacho hakina uhakika. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona jinsi Yesu alivyofunga siku 40. Na Yesu anatufundisha sisi. Yesu alikuja duniani ili aishi kama mwanadamu. Kuishi kwake maana yake sisi tunatakiwa tuishi kama yeye alivyoishi. Ndio maana na yeye alifunga siku 40. Tena yeye alifunga mchana na usiku, lakini aliongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana hata majaribu yalipokuja aliweza kufanya nini? Wao wanaongozwa na nani? Na inawezekana wengine tangu mzaliwa hamjawahi kufunga. Unatusingizia una vidonda vya tumbo, lakini unakapila mabia, unakula mapilipili, unakula manyanya chungu, unakula dagaa, kila kitu. Na kuna watu wakiwa na njaa, anatetemeka mwili mzima, anakuwa na hasira kweli kweli, yani kwamba njaa inaniuma sana, anaweza akafoka kila mahali kwa sababu hawezi kushinda na njaa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzio, mara mwisho lini umefunga? Amekujibu nini? Amekujibu nini? Na hatafunga mpaka Yesu anarudi. Ila miaka yote kwa kanisani. Mwingine unakuta hii Pasaka inayokuja kwake ni ya 70. Pasaka 70 zote hajawahi funga hata moja. Hajawahi funga, na yeye anajihesabia haki. Eti na yeye ataenda mbinguni ipi? Unajua wakati mwingine tusiwadanganye watu. Unafikiri mbinguni ni kama kwenda Kariakoo au kwenda Dar es Salaam? Hakudanganya nani?
Inategemea mahusiano yako na Mungu yakoje. Jamani, mwanzo kwenye matangazo nilikwambia mahusiano yako na Mungu ni muhimu kuliko mahusiano yako na wanadamu. Ni muhimu kuliko unavyofikiria. Unanisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Haijalishi wamekuumiza, hawajakuumiza. Haijalishi wamekukera, hawajakukera. Swala lako na Mungu ni muhimu. Nenda kanisani kwa ajili ya Mungu, usiende kanisani kwa ajili ya mwanadamu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Siku zote ninakwambia, tambua jambo hili. Shetani huwa haji nje ya kitu wewe ambacho ukihitaji. Kama unahitaji kuolewa, atakuja na jaribu hilo hilo. Kama unahitaji fedha, atakuja na jaribu hilo hilo. Kama unahitaji mtoto, atakuja na jaribu hilo hilo. Angalia, alimwendea Yesu akiwa anajua kabisa huyu jamaa ana nini. Huyu jamaa ana njaa, ndio maana akaenda kumjaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, watu wengi walioenda kwa waganga wa kienyeji hawakuanza kwenda. Walipita mahali walipokuwa. Alafu walipokuwa akaja mtu akamletea injili nyingine. Akamwambia yuko mganga mzuri, badala ya kumwambia yuko mchawi mzuri. Akajikuta naye kaenda kwa mganga. Mmenisikia? Bwana asifiwe. Unakutana na mabinti wa Kikristo wanakuambia eti Mungu ni mmoja, dini ni dini. Kwa hiyo mahali popote anaweza akaenda akapiga kambi, unafikiri mwanajeshi wa Afghanistan. Kwa nini? Mungu ana nafasi ya kusema naye. Kwa hiyo anaingia tu popote. Popote anaingia. Na ukimhubiria namna hiyo, eti anaacha kusali. Kakae nenda aje. Si umepotea mwenyewe. Mimi nitakwambia tu kweli kwamba hapo ulipo sio sahihi. Na ukiweza kutoka, toka. Unang'ang'ania nini? Kinachokung'ang'aniza kwa nini? Mwenzewe mwenyewe akasema ananipenda. Pendo. Bwana asifiwe. Umeona binti au kijana umechelewa kuoa au kuolewa. Kwa hiyo yoyote anayekuja, hilo nalo ni jaribu ujue. Yoyote anayekuja unasema huyu ndiye Mungu aliyenipa. Ulikutana na Mungu akakwambia huyu nimekupa wapi? Wapi ulikutana naye akasema huyu amekupa? Nionyeshe wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ni mjanja kuliko unavyofikiria. Yeye anakuja na jaribu ulilo nalo. Jaribu lako ni nini? Kama jaribu lako wewe ni kutaka kuoa, uwe na uhakika atakuja kwa staili hiyo hiyo. Kama wewe jaribu lako ni kutaka kuolewa, hataenda nje hiyo, atakuja na staili na atakuinulia watu ambao watakuja na maneno mazuri sana ya kuvutia, watakuja na sura nzuri sana. Na ukitazama wana sura nzuri kuliko malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shetani alimwendea Yesu akijua kabisa jamaa sasa hivi ana uhitaji, kwa sababu amemaliza kufunga na hapa ana njaa, ngoja na mimi niende. Akamwendea na maneno mazuri, akaanza kumwambia imeandikwa. Imeandikwa. Kama watu wengi sana wanapoingia kwenye majaribu, mtu anakuja na mstari anasema msinyimane. Eti Mungu akasema eti imeandikwa, jisaidie na wewe nitakusaidia. Ukipata huo mstari unakopa milioni 1 sasa hivi. Jisaidie na wewe. Mungu hana mpango wa kusaidiana na mwanadamu hata siku moja. Mungu anataka kumtumia mwanadamu afanye mambo yake. Sio Mungu asaidiane na mwanadamu. Haipo. Na mabinti wengi sana wameumizwa, wameambiwa eti jisaidie. Wameambiwa msinyimane. Kweli naye hakumnyima kwa sababu ameambiwa imeandikwa msinyimane, naye akajimwaga mwenyewe mwemwele. Mwisho wa siku akitema mata yafiki kule ya maisha yako. Furuga kabisa maisha, kwa sababu watu wanaitwa ni Wakristo, lakini muda wa kufunga kutafuta uso wa Mungu hawana. Ngoja nikwambie, hatufungi ili kumshawishi Mungu. Tunafunga ili kuitiisha mili yetu, ili iweze kufanya mapenzi ya nani? Iweze kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio wale wanawaambia hata wanakuwa muda wa kufunga hawana. Nilikuwa nasikiliza ule wimbo hapa wanaimba Ebeneza. Nikasikiliza. Nikasema natamani siku moja niwaulize, hivi hayo mnaoyaimba mnayatenda? Au mnaimba tu muonekane wenyewe mko hapa? Yafuata nasema kweli wanaimba, mnayatenda? Nyinyi wenyewe mnaoimba hayo mnayatenda? Wewe unayehubiri au unahubiri unayatenda? Naweza mkao mnawaibia watu lakini usiku mnaenda kwa waganga wa kienyeji. Naweza mkao mnawaibia watu lakini usiku mnafanya mambo ambayo yani hayastahili kuyafanya. Naweza mkao mnafanya. Sijasema mnafanya, mnaweza.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umenisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Unapofunga hakikisha mambo haya unayofanya, mambo mawili makubwa yafanye. Cha kwanza, soma neno la Mungu, soma. Cha pili, fanya maombi. Hata pale ofisini kwako upo, kama umefunga, tenga muda wa kusema hivi kwamba mimi niko kwenye mfungo, kwa hiyo muda fulani nitafanya maombi. Sasa shida moja ya sisi Wakristo wengi, akiwa na biashara hawezi kufunga kwa sababu anaamini wateja watafanya nini? Watapita. Ngoja afilisike uone anapo hawa. Ataenda kwenye maombi mara 3 kwa siku. Wapi maombi hapa yanapatikana? Nasikia yuko mtume hapo anapaka kinyesi anaenda. Nasikia yuko mtume hapo anagawa unga anaenda. Nasikia mtume yuko hapo anakuzungushia nyoka anaenda. Ukiona namna hiyo unajua kayumba. Akirudi kwenye mstari. Unajua sasa hivi kiniona mimi. Mshukuru Mungu. Tu kumshukuru Mungu kwa sababu wewe umeonekana. Wewe na kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaangalia wenzetu wale wengine, nisitaje watu hapa. Angalia muda wao wa ibada unakuta. Cheki wewe. Hata kula unakuta mtu mzima lina vitumbua limeshika mkononi liko barabarani. Tena kama mahindi ya kuchoma ndio tunakuta wanakula kweli mpaka huyu mwingine anabakia huko. Bwana asifiwe. Hakikisha unasoma neno la Mungu na kufanya maombi. Wakristo wengi tunashinda kumtegemea Mungu kwa 100% kwa sababu muda wa kutafuta uso wa Mungu hatuna. Tunatafuta uso wa kufanikiwa, tunatafuta kufanikiwa kimaisha, lakini sio kufanikiwa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niseme jambo la pili. Jambo la pili. Tambua sauti. Jambo la pili. Tambua nini? Tambua sauti. Kwenye kufunga kuna sauti zinakuja. Sio kwenye kufunga. Pale mwanzo nilikwambia, hata kwenye swala la kutafuta mtu kuoa au kuolewa kuna sauti zinakuja. Zipo zinakuja. Kwenye chochote pale kuna sauti zinakuja. Hata biashara yako unafanya kuna sauti inakuja. Na ile sauti inakwambia usifunge biashara. Tena kukubembeleza. Unaweza ukapoteza wateja. Kaa tu hapa kidogo. Basi mwenyewe unatulia, unasema nimeambiwa nisifunge. Unatulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tambua nini? Tambua sauti. Ukiwa kwenye kufunga, siku zote nyuma yake kuna sauti. Kuna sauti ipo. Kuna sauti, lazima utambue sauti hii ni ya nani? Lazima utambue sauti hii ni ya nani? Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ule mstari wa 5 mpaka 12. Luka sura ile ya 4. Ule mstari wa 5 mpaka 12 anasema maneno haya. Anasema hivi. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu. Nami umpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Akamwonyesha mpaka Yerusalemu. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize. Kuna sauti za aina 3 kubwa kwenye kufunga. Sauti ya kwanza ni ya Mungu. Sauti ya kwanza ni ya nani? Mungu anasema. Sauti ya pili ni ya mtu au watu. Anasema. Sauti ya 3 ya shetani. Naye anasema. Umenisikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi zote zinazungumza. Zinaweza zikazungumza toka ndani au nje ya mtu. Jichunguza kulipokaa ndani hapo kuna sauti gani nasema. Umeshajua? Umesikia? Wewe hapo ulipokaa ndani mwenyewe kuna kitu kinasema. Sina mimi nasema. Kwa hiyo hapo unasikiliza mara mbili. Unanisikiliza mimi, alafu na mwenyewe unajisikiliza. Unanisikia? Kuna maneno ambayo wewe uko ndani mwenyewe yanasema.
Yakisha sema yale ndio yanatoka nje, tunakuona sasa na wewe umetenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sauti hizi zinaweza zikazungumza toka ndani au nje ya mtu au watu, zinaweza zikazungumza. Ngoja hebu tuziangalie sauti hizi kwa kifupi. Tuziangalie kwa kifupi katika kufunga kwetu huko. Ngoja tuziangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sauti hizi tunapofunga zinaweza zikaja ndani ya mtu au nje, zinaweza zikaja. Ya kwanza tuangalie sauti ya shetani. Sauti ya shetani tuiangalie. Ule mstari wa 5 mpaka wa 10. Si unaniruhusu nirudie? Sasa mimi naweza nikasoma haraka kidogo kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiye Bwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinda. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Angalia. Haya yalikuwa ni mazungumzo kati ya Yesu na nani? Maana yake kulikuwa na sauti. Unanisikia? Sauti ya shetani ilikuwa inaenda kwa Yesu. Unanisikia? Na lengo la sauti ya shetani ilikuwa ni kumuondoa Yesu kwenye kusudi la Mungu. Unanisikia ninachokwambia? Ndio maana unaona anaanza kumwambia kwamba imeandikwa. Anamwambia, amuru mawe haya yawe nini? Yawe mkate. Ni kama wale wanaosema imeandikwa eti jisaidie nami nitakusaidia. Hiyo sio sauti ya Mungu. Hiyo ni sauti ya shetani. Hakuna msaada namna hiyo kwenye Biblia. Mimi nimesoma Biblia nzima, haupo. Unanisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ilikuwa ni sauti ya shetani. Angalia, shetani hakuja nje ya neno la Mungu alipoenda kwa Yesu. Kwanza moja, alijua uwezo wa Yesu. Alikuwa anajua kabisa Yesu anaweza kugeuza yale mawe kuwa mkate. Alikuwa anajua. Usifikiri alikuwa ajui. Alikuwa anajua. Angalia, alienda na maneno aliyochukua kwenye Zaburi ya 91. Ndio aliyapata yale maneno. Ndio Zaburi ya 91 imeandikwa, kwa kuwa atakuagizia malaika zake afanye nini? Wakulinde. Kasome vizuri. Wewe si usome Biblia. Kasome bado utakuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sauti hii ilikuwa ni ya kumuondoa Yesu aliyekwenda kwenye makusudi ya Mungu. Ilikuwa ni kumuondoa Yesu kwenye makusudi ya nani? Ya Mungu. Kama leo shetani anavyofanya, anawaondoa Wakristo wengi sana kwenye makusudi ya Mungu, kwa sababu anakuja na sauti zake. Na watu wanapokea sauti zile. Zile sauti wakipokea ndani ya mioyo yao, zinaanza kufanya kazi. Zikianza kufanya kazi, zinawaondoa kwenye kusudi la Mungu. Kuna mtu mwingine alipanga kabisa kufunga. Shetani anakuja anamwambia, unajua una vidonda vya tumbo. Na akiambia una vidonda vya tumbo, naye anaanza kutembea kama ana vidonda vya tumbo. Anaanza kuongea kama ana vidonda vya tumbo. Anatupa na masharti pale nyumbani. Oh, unajua mimi hapa sili maharage, utakula ukikaa kwangu. Nenda kakae kwako. Yaani unakaa kwangu alafu nifuate masharti ya kwako. Ulikuja na hela. Yaani nitafute mimi alafu niambie mimi mwenyewe nakula maharage wewe na. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie, sauti ya shetani imewapoteza watu wengi sana kwenda kwa Yesu, wameenda kwa shetani. Wengi sana. Ndio maana sasa hivi utakutana na watu wanakuambia eti Mungu anaangalia moyo. Mimi nauliza kila Jumapili, moyo upi? Kwa hiyo mtu akivaa nguo fupi, Mungu anaangalia mwili wake, anaangalia moyo. Akizini, Mungu anaangalia moyo. Akilewa, Mungu anaangalia moyo. Akiiba, Mungu anaangalia moyo. Upi? Hii sio sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani alimwendea Yesu na sauti. Usije ukafikiri kwako atakuja hivi hivi. Kama aliweza kwenda kwa Yesu na sauti yake, uwe na uhakika na kwako atakuja na sauti yake. Atakuja na sauti yake. Na anatumia sana hasa mtu anapokuwa na uhitaji. Kipindi hiki cha kufunga ni watu wanatakiwa watulie mbele za Mungu ili Mungu aseme, hata akija na sauti yake tunaweza kushinda. Kwa nini? Kwa sababu tunaye Mungu aliye hai. Mnanisikia watu wa Mungu anachoambia? Bwana asifiwe. Twende tuangalie sauti ya pili. Sauti ya pili ni sauti ya mtu au watu. Sauti ya pili ni sauti ya mtu au watu. Ayubu sura ya pili. Ayubu na mstari ule wa 9 na wa 10.
Nasema nataka kidogo kwa sababu naona muda wangu kama umeenda. Na wewe unataka kwenda kufungua biashara yako. Na nitakuombea ili ukauze. Ili ukiuza unikumbuke kwenye ufalme wako. Nitakuombea. Wewe usiondoke hivi. Bwana asifiwe. Ukienda hospitali, daktari anakutibu pale pale, alafu anakupa na dawa za kwenda nazo. Na mimi nakupa maombi ya kwenda nayo. Hii hapa ni sindano. Sindano siwezi kuchomea nyumbani kwako. Umenisikia? Alafu nitakupa vidonge kwenda kumeza kuto mara 3 kwa siku. Ila unikumbuke kwenye ufalme wako. Si ndio? Bwana asifiwe. Ayubu sura ya 2. Ayubu sura ya 2 ule mstari wa 9 na 10 anasema maneno haya. Ndipo mkewe akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na ukamilifu wako?" Anamwambia mkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye alimwambia, "Wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu wanenavyo. Je, tupate mema mikononi mwa Mungu, basi tusipate mabaya?" Katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Yeye ilikuwa ni sauti, ilikuwa ni ya nani? Wewe unafikiria ilikuwa sauti ya shetani? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni sauti ya nani? Sasa ziko sauti za watu zinaweza zikaja kwako. Umenisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Ngoja tusome Mwanzo sura ile ya 4. Mwanzo sura ile ya 4. Mwanzo sura ile ya 4. Mstari wa 4 anasema maneno haya. Mwanzo sura ile ya 4. Sura ile ya 4 anasema hivi. Mstari wa 8 anasema hivi. Kaini akamwambia nduguye Habili, "Twende uwandani." Ikawa walipokuwa wakienda, walipokuwa uwandani, Kaini akamwingia Habili nduguye, akamuua. Nirudie tena. Ngoja nirudie. Kaini akamwambia Habili nduguye, "Twende uwandani." Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwingia Habili nduguye, akamuua. Ngoja tusome mpaka mwisho. Anasema hivi. Bwana akamwambia Kaini, "Yuko wapi Habili nduguyo?" Akasema, "Sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu." Akasema, "Umefanya nini?" Angalia, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Sauti ya nani? Hapa zinataja sauti ngapi? Kuna sauti ya Habili aliyemuua ndugu yake, na kuna sauti ya Kaini inayosema baada ya kufa. Imesema. Kumbe tunajifunza mtu hata akifa sauti yake hivyo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iko sauti ya mtu naye itakuja, inaweza ikawa ni yako mwenyewe. Nimekwambia pale mwanzoni, huko ndani ukiwa umefunga, sauti gani inasema? Mtu mwingine amepanga kabisa, alafu anasema ngoja tu niile. Si kila sauti ni ya shetani, nyingine ni ya kwako mwenyewe, kwa sababu ya uvivu uliokuwa nao. Unanisikia anachokwambia? Amen. Hapa unaona huyu jamaa ameenda vizuri tu kwa ndugu yake. Unanisikia? Angalia, ameenda amemwambiaje? Amemwambia twende wapi? Uwandani. Alipofika uwandani, akamuua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mabinti mko hapo? Angalia jamaa akija, anakuja nani? Unafikiri anakuja ni shetani? Anakuja na sauti yake. Unanisikia? Akija na sauti yake. Kuna vijana wana maneno ya kulemba-lemba. Yaani akiongea hujui kama ni shoga au sio shoga. Anaongea vizuri kabisa. Basi unaona binti kasimama mpaka anapinda namna hiyo. Maana yake yale maneno yanamwingia, yale maneno nyuma yake yana sauti. Akitoka hapa anapangusa tu ulimi. Kuisha habari yako. Sauti ya mtu. Sauti ya mtu inaweza kumuondoa mtu akaacha kusudi la Mungu. Inaweza kumuondoa. Ngoja nikwambie, inaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inaweza. Sauti ya mtu, ndio maana nimekwambia unapokuwa umefunga kuna sauti za aina 3. Angalia mtu mwingine anakuja anakwambia mfungo huu ni wa kidini. Nisikilize. Hakuna mfungo wa kidini. Nimekwambia pale unataka ufunge kwa kuongozwa na nani? Wanaofunga kwa lazima waache wafunge. Sisi hatufungi kwa sababu tumeokoka. Ukijimwamba fai tu kwamba umeokoka tayari umejisabia haki.
Sisi tunakuona umeokoka, kumbe wewe ndio una maana, ufanye hata kidogo. Unafanya vurugu nyingi sana huko mtaani. Ila ukija kanisani, hana uko vizuri kabisa. Ukija hapa kanisani, wewe ni mtakatifu kabisa, unanena mpaka kwa lugha, ukiongoza mapambio, yani malaika wanapanda na kushuka, lakini huko mtaani kwenye ndoa kila siku vibao. Tena wewe ndio sababu ya kupigwa kwa sababu una kamdomo. Baba akiingia tu, yaani kama cherehani, unafikia ataacha kukupiga. Tena wanaume ogopa kibao kile cha hivi, kinachaga na alama. Hiki cha hivi kina nafuu. Kile cha paka kile. Na wokovu wako. Alafu unasema shetani, shetani wapi? Wewe umeokoka, simzuie wewe shetani asikushinde. Kumbe una eti na unataka kujifanya kidume, unatunisha. Wewe uliolewa, unatoa wapi hudumu? Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia maneno aliyokuja nayo mke wa Ayubu kwa mume wake. Kacheki yale maneno. Anamwambia kufuru Mungu wako fanye nini? Maana yake inaonekana mama alishachoka. Sio, unajua tukimwaga sana sometime wa mama anataka tukimwaga sana. Wanasemaga na Kiingereza, anamwambia tu apasi awe. Wewe mwazana. Kuna maneno mtu anasema atakufa sanga. Afi mtu hapa. Ni uguze mpaka niwe mlenda kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia maneno aliyoenda nayo mama kumwambia mume wake. Na Biblia imesema katika yote hayo Ayubu kufanya nini? Hakukufuru. Kwa nini hakukufuru? Ayubu alikuwa na Mungu ndani, ndio maana hakukufuru. Mama amempelekea sauti ya kumtenga Ayubu na Mungu. Anamwambia utakaa kwenye ukamilifu wako mpaka lini? Si ukufuru tu ukafe. Mbia habari za dada mmoja alikuwa ameokoka vizuri kweli, yule dada. Vizuri kweli yani. Alikuja alipigwa mimba na mtu ambaye hana mbele, hana nyuma. Kisa nini? Alisikia sauti. Tunajua mabinti ukisikia sauti ulali. Sasa sio na wasakama. Nawaambia mabinti kwa sababu nyinyi ndio mnaoshambuliwa sana. Ulali wala huli. Na siku hizo wamewaletea hizi simu, basi ndio wanakuta watu wanachati usiku kucha, wanachati. Na message zile zikiandikwa, yani katuma haraka. Watu wanachati usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti za watu zimewapoteza watu wengi sana, wanaondoka kwenye makusudi ya Mungu. Kama Mungu alikwambia funga, kwa nini unaaje? Kwa nini? Na unajua ndio maana wakati mwingine Wakristo wengi hawana nguvu za Mungu. Kwa sababu muda wa kutulia mbele za Mungu na kufunga hawana muda. Utakuja kugundua wakiumba tu kidogo, kutafuta msaada hata kwa watu ambao sio wa imani yao, wanaenda kutafuta msaada kwa sababu wameambiwa Mungu mmoja. Hakuna Mungu mmoja. Akasoma Biblia yako vizuri. Kuna Mungu na miungu. Bwana asifiwe. Ngoja tuangalie sauti ya tatu na ya mwisho. Sauti ya tatu ni sauti ya Mungu. Sauti ya tatu ni sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Hii ndio tunatakiwa tufanye nini? Tuisikilize na kuifuata. Mstari wa 7 Mwanzo 4 anasema hivi: kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inapotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Wanasi mstari mimi wanaupenda sana. Unajua, ngoja nikwambie, swala la kushinda dhambi liko mikononi mwako, sio kwa Mungu. Unanisikia? Swala la kushinda dhambi liko wapi? Liko mikononi mwako. Swala la kushinda dhambi liko, siturudie hapa moja. Anasema hivi: kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema, angalia, dhambi iko inapotea wapi? Mlangoni. Angalia, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kumbe dhambi inawatamani watu.
Wewe unajua kama dhambi inakutamani. Yaani wewe kwenye dhambi wewe ni dili. Wewe hapo ulipo, hapo uko kanisani, kwenye dhambi wewe ni dili. Dhambi yenyewe, yani yenyewe inakutamani wewe. Fikiria umezitenda ngapi? Tena kwa kujua kabisa hii ni dhambi. Nyinyi mnafikiri kwa nini tunapoanza tukiwa kwenye kipindi cha majilio na Kwaresma hatuanzi na zile amri kumi mbili? Tunaanzaga na amri kumi. Unajua maana yake? Tunakukumbusha wewe, si ndio? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, si ndio? Usiwe na miungu mingine ila usijifanyie sanamu ya kuchonga, si ndio? Alafu anakuja anasema usiue, usizini, usiibe, usikushie jirani yako uongo, usitamani kitu chochote kinacho jirani yako. Lipi hapo bora tukifanya? Lipi? Hatuzidi. Hatuseme tu kwa hatuzidi. Hatuongozi. Hatuibi. Na ukitaka ukapambane na Wakristo, zungumzia uzinzi. Hawakujibu kabisa, hawana time na wewe. Zungumzia hapo. Kija hapa kanisani nitawaombea. Napata magari, napata nyumba. Watakuja kanisani tena wataja. Zungumza kuhusu dhambi. Hawaji. Na mtaani utakuta wanakaa wanasema, huyo mchungaji aliyekuja mwenzangu mahubiri yake ila ni mzuri, lakini baba yule ni uzinzi, uchawi, uganga, mwanzo mwisho. Nitasema mpaka mtakapoacha. Wanamsifia kweli. Mzuri kweli, unajua hata kasura kake kazuri. Anakamwaje mwenyewe. Na ukigundua watu wanaopenda mwanya ndio unauachia kabisa. Wala una haja ya kuuficha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema dhambi iko mlangoni na kutamani, nayo yapasa ufanye nini? Uishinde. Swala la kushinda dhambi ni la kwako wewe. Mmesikia mtu wa Mungu anachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa siku zote Mungu hapendi tufanye nini? Tupotee. Yeye anataka tufikie kwenye uzima wa milele. Mungu hataki tupotee hata siku moja. Ndio maana anakuja na sauti yake. Ukiwa kwenye kufunga, sauti hizi zinakuja. Unanisikia anachokwambia? Sauti ya Mungu itakuja kukupa nguvu ya kusonga mbele. Itakuja kukupa moyo kwamba usirudi nyuma. Simamia hicho unachokiamini. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haya mambo hayawezekani kuisikia sauti ya Mungu isipokuwa ndani kuna neno la nani? Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Anasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la nani? Kwa neno la Kristo. Na nisikia anachokwambia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia. Unasikia kutoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu kadri anapozidi kusoma neno la Mungu na kusikia neno la Mungu, kuna kuwa na sauti nyuma yake. Ile sauti inaendelea kusema naye, inaendelea kusema naye, inaendelea kusema naye. Lengo huyu mwanadamu asipotee. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yaani kadri unapozidi kusoma neno, nyuma yake kuna kuwa na kusikia. Kusikia kwako kunaongezeka. Ndiko pale utakapoanza kuiogopa dhambi. Utajua kabisa hii ni dhambi, sitaki nifanye, kwa sababu lile neno litakuwa linakwambia hiki usifanye. Fikiria umefunga, alafu kaja mtu anakwambia naye umezidi bwana. Hebu tuenzetu tu kutokana mishikaki. Hiyo ni sauti ya Mungu ya nani? Hata baba wanaenda nje ndoa zao, usifikiri wanaenda, kuna sauti inayowapeleka. Inaweza kuwa sauti ya kwake mwenyewe, inaweza kuwa sauti ya mwanamke inamwita, inaweza kuwa sauti ya shetani. Kuna wanawake wengine wanaweza kujifungia chumbani, rafiki yangu akikaa mikao yake fulani, anakuita tu jina. Wewe nundwe. Moyo huko unalipuka. Hata kama ulikuwa umekaa na mkeo unatazama TV, unaambia mama Jufu, mama fulani, sasa hivi nakuja, sasa hivi kuna mahali naenda kidogo. Ndio harudi mazima. Hapa kanisa unaweza kukuta kuna kina baba wako hapa. Anaweza akapotea nyumbani wiki 2, wiki 3.
Kesho hilo natamani muulize, hivi ulikuwa wapi? Ulienda kulima? Polini yeye ni simba. Wanasi. Amen. Kuna wababa mko hapa mnatesa wake zenu. Mnawafanya kwa utafikiri mpira. Eti kwa sababu wewe ni mwanamume. Subiri huko uone atakapokuogesha nini. Nafikiri atakuogesha mama yako na dadako. Nishi mnafanya masiara. Hujaumwa wewe. Sasa hivi kidume kwa sababu hujaumwa. Na unajiamini kwamba sururu ukipiga inaingia. Kuna wakati sururu haitaingia. Unahitaji msaada wewe mwanamke. Atakuwa anakubalisha pampers anakwambia. Tena pampers yako ni kubwa. Mimi niliumwa nilienda kulaza hospitali. Mbona nilimpigia simu nimwambia rafiki yangu njoo. Nilikuwa nasikia maumivu sijawahi yasikia. Ngoja nikwambie. Ukipewa pole na kakako sio kama pole utapata na mke wako. Sikutani. Sikutani. Ile unajifanya kidume kwa sababu haijakukuta. Ndio maana wewe mwanamke unamuona kama chombo, unamuona kama takataka kabisa yani. Sasa mimi sikupanga kusema. Haya mengine unajua yanatokaga tu tunapozidi kwenda. Unajua safarini kuna pancha, kuna trafiki, kuna watu barabarani. Sasa wewe unategemea unaangalia kipi kinachokuja unapiga hicho hicho. Wanasi. Amen. Umeenda kumuoa mtoto wa watu. Umemleta hapo nyumbani. Thamani yake imekuwa ndogo kabisa yani. Yaani ndogo wewe uko tu na vidada. Utamletea mwenzio ukimwi. Tulia. Ulioa kwa ajili ya nini? Siendelea kuselesha kiwiliwili chako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikupanga kusema hayo. Sijui Mungu anajua mwenyewe nini amekuja. Inawezekana hiyo ni dawa ya mtu, kila mtu ana sisi zake. Elezea iko wapi wapi? Kila mtu ana sisi zake, kuna tatu. Iko ya ng'ombe ni kubwa kuliko ya binadamu. Sasa kama umekuja hapo na roho ya ng'ombe tutakutendeka kubwa zaidi. Ili ufanye nini? Urudi kwenye mstari. Mimi natamani sauti ya Mungu ituongoze katika kufunga kwetu. Mmenisikia watu wa Mungu? Tunapofunga tunahitaji sana utulivu ili tusikie sauti hii ya Mungu. Ndio inayoweza kugeuza mioyo yetu na kumrudia Mungu. Ni sauti ya Mungu peke yake. Hakuna sauti nyingine inaweza kugeuza moyo wa mwanadamu isipokuwa ni sauti ya Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nimemaliza.